Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashidi. Katibu wa Baraza la Usalama nchini Urusi, Sergei Shoigu, amesema Moscow ina njia kujibu uamuzi wa Berlin wa kuondoa vikwazo vya mashambulizi ya Ukraine kwa kutumia makombora yaliyotolewa na Ujerumani kupiga ndani ya Urusi. Mapema wiki hii, Chancellor wa Ujerumani Friedrich Merz alidai kwamba hakuna tena vikwazo vyovyote vya aina mbalimbali za silaha zinazotolewa kwa Ukraine, si tu kutoka kwa Uingereza au Ufaransa wala kutoka kwa Wamarekani, lakini pia Wajerumani wameruhusu silaha hizo kupiga hadi ndani ya Urusi zikitumiwa na Ukraine. Katika mahojiano tofauti siku ya Jumatano, Merz alisema uwasilishaji wa makombora Taurus ya Ujerumani nchini Ukraine, ambayo yanaweza kupiga umbali wa hadi kilomita 500 na yanaweza kufika Moscow kutoka Kyiv, ni katika jambo ambalo hatolizuia. Akizungumza katika mkutano usiku wa Alhamisi, Shoigu aliangazia kutofautiana kwa waungaji mkono wa magharibi wa Ukraine kuhusu matumizi ya silaha za masafa marefu. Utawala wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden uliondoa vikwazo vya mashambulizi ya masafa marefu Novemba mwaka jana, huku Uingereza na Ufaransa zikifuata mkondo huo muda mfupi baadaye. Tangu wakati huo, jeshi la Urusi limezuia mashambulizi kadhaa dhidi ya eneo lake, ambayo ni pamoja na makombora ATACMS yaliyotolewa na Marekani na makombora ya Storm Shadow yaliyotolewa na Uingereza kwa Ukraine. Chancellor wa zamani wa Ujerumani Olaf Scholz alisita kuidhinisha mashambulizi ya Ukraine ndani ya ardhi ya Urusi, lakini pia alikataa kuipatia Ukraine makombora ya Taurus kwa hofu ya kuongezeka kwa mzozo. Kuna kauli nyingi, zote ni tofauti. Kwanza wanasema walikuwa wamenuia, kisha wanasema kwamba hawakunuia, kisha wanasema kwamba walifanya zamani. Kwa hiyo walinuia lipi na waliacha lipi? Shoigu alisema na kuongeza, tunaweza kuondoa vikwazo kwenye baadhi ya mambo na sitozungumzia hili kwa kina, lakini tuna vikwazo vyetu ambavyo tunaweza kuviondoa ili kujibu uchokozi huu. Kansela ambaye alimkaribisha Vladimir Zelensky wa Ukraine mjini Berlin siku ya Jumatano alisema Ujerumani itaisaidia Kyiv katika utengenezaji wa silaha za masafa marefu ndani ya Ukraine. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Ujerumani, sehemu kubwa ya msaada wa kijeshi uliotangazwa hivi karibuni wa euro bilioni 5.2 sawa na dola bilioni 5.6 kwa Ukraine zimetengwa kwa ajili ya mradi huo. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Urusi Radion Mirshovik alisisitiza siku ya Ijumaa kwamba vifaa vyote vya kutengeneza silaha nchini Ukraine vitakavyoletwa na Ujerumani itakuwa ni moja kati ya shabaha halali za jeshi la Urusi na vitakabiliwa kwa maangamizi ya moja kwa moja. Mironishki, balozi mkuu kutoka Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Urusi aliyepewa jukumu la kurekodi madai ya uhalifu wa kivita wa Kyiv, pia alisema hatua za hivi majuzi za Berlin zinaonyesha kwamba haitafuti amani, lakini inajaribu kwa kila njia kuendeleza mzozo uliopo sasa wa kumwaga damu ili kumvuruga rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekuwa na mpango wa kuleta amani huko Ukraine. Na wakati hayo akijiri, wasiwasi wa usalama muda mrefu wa Urusi kuhusu upanuzi wa muungano wa kujihami wa nchi za magharibi NATO ni wa busara, mjumbe wa rais wa Marekani Keith Kellogg alisema katika mahojiano na shirika la habari la ABC News. Jamaa huyo alikuwa akijibu swali kuhusu ripoti kwamba Moscow inataka viongozi wa NATO watoe ahadi iliyoandikwa ya kusitisha upanuzi wake zaidi, hasa kuijumuisha Ukraine, Moldova na Georgia katika kambi hiyo ya kijeshi inayoongozwa na Marekani. Ni wasiwasi wa haki, na tumesema mara kwa mara kwamba kwetu Ukraine kuja katika NATO ni swala ambalo halipo mezani. Tunasema hayako uadilifu kabisa. Tunaweza kusimamisha upanuzi wa NATO karibu na mipaka ya Urusi, Kellogg aliongeza, akibainisha kuwa hatua kama hiyo hatimaye itahitaji uamuzi wa ngazi za maraisi. Kuelekea mwisho wa vita baridi, maafisa wakuu wa Marekani walitoa hakikisho kwa Umoja wa Kisovieti kwamba NATO haitapanuka kuelekea mashariki badala ya kuungwa mkono na kuungana tena kwa Wajerumani. Tangu miaka 1990, Moscow imetaja upanuzi wa muungano huo kwenye mipaka ya Urusi kama ushahidi wa uwili wa nchi za magharibi. Msisitizo wa NATO wa kuikubali Ukraine katika umoja huo ni sababu kuu iliyosababisha mzozo wa sasa wa Urusi. Mnamo mwaka 2021, Moscow ilitoa pendekezo la kidiplomasia
la kupunguza mvutano, lakini Marekani na wanachama wengine wa kambi hiyo walisisitiza kuwa sera yake ya kufungua mlango haiwezi kujadiliwa, ikielezea njia ya Ukraine ya wanachama kama isiyoweza kubatilishwa. Moscow inatarajia kufanya duru mpya mazungumzo na Kiev siku ya Jumatatu mjini Istanbul, ambapo pande zote mbili zitabadilishana rasimu ya mkataba kuhusu hatua zinazofuata katika mchakato wa amani, ikiwa ni pamoja na kusitisha mapigano kwa masharti. Maafisa wa Ukraine wameelezea kufadhaika kwa kutopokea rasimu ya Urusi mapema na kusema huenda wakasusia mkutano huo. Siku zote mimi huonya, mpatanishi mkuu wa Kiev Ruslan Umerov, usiseme mambo kama hayo, Kellogg alisema na kuongeza, sehemu ya maisha inaonekana na unahitaji kuonyesha kuwa uko makini. Urusi na Ukraine zilifikia makubaliano ya awali ya amani mjini Istanbul mwaka 2022, lakini Kiev baadaye ilijiondoa katika mazungumzo hayo, yakilenga mafanikio ya kijeshi kwa kuungwa mkono na mataifa magharibi. Na idara ya ujasusi ya kigeni ya Urusi SVR imeshutumu kampuni ya ulinzi ya Serbia kwa kutumia nyaraka za uongo na wahusika kadhaa kusafirisha kwa siri makombora ya mizinga, roketi na risasi za silaha ndogo hadi Ukraine. Shirika hilo limetoa madai hayo katika taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti yake siku ya Jumatano, iliyopewa jina la sekta ya ulinzi ya Serbia inajaribu kuipiga Urusi kupitia Ukraine. Kulingana na taarifa zilizopokelewa na shirika la ujasusi wa kigeni, mashirika ya ulinzi ya Serbia yanaendelea kusambaza risasi kwa Ukraine kinyume na kutopendelea upande wowote uliotangazwa na serikali mjini Belgrade. Taarifa hiyo ilisema SVR ilidai kuwa makampuni ya Serbia yametumia vyeti bandia kusambaza silaha kupitia Poland, Jamhuri ya Czech, Bulgaria na nchi nyingine za NATO pamoja na mataifa ya Afrika ambayo hayajabainishwa. Kulingana na shirika hilo la ujasusi wa kigeni, zaidi ya maroketi 100,000 na makombora Hotsa pamoja na risasi milioni 1 zilihamishwa kwa njia hiyo mpaka Ukraine. Inaonekana kuwa hamu ya mashirika ulinzi ya Serbia na waungaji mkono wao kufaidika kutokana na umwagaji damu kati ya mataifa ndugu imewafanya wasahau marafiki wao wa kweli ni nani na maadui wao ni nani, shirika hilo lilisema. Rais wa Serbia Aleksandar Vučić alisema siku ya Alhamisi kwamba alijadili mauzo ya nje ya silaha wakati wa mkutano na Rais wa Urusi Vladimir Putin huko Moscow mnamo mwezi Mei. Tumeunda kikundi kazi na washirika wetu wa Urusi ili kubaini ukweli huu, rais huyo aliambia mtangazaji wa shirika la RTS. Akizungumzia madai ya shirika hilo la ujasusi wa kigeni la Urusi, Rais Vučić alishikilia kuwa baadhi ya taarifa ambazo zimetolewa si za kweli. Na Rais wa Urusi Vladimir Putin yuko tayari kufanya mazungumzo ya moja kwa moja ya ngazi ya juu na Kiev juu ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine, msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov alitangaza siku ya Ijumaa. Hata hivyo, kiongozi huyo Urusi amesisitiza kwamba kwanza mafanikio lazima yapatikane katika mazungumzo kati ya wajumbe wa Urusi na Ukraine, Peskov aliongeza. Pia alitangaza kwamba timu ya wapatanishi wa Urusi tayari inaelekea Istanbul kujiandaa kwa duru ijayo ya mazungumzo ya moja kwa moja na Kiev ambayo yanatarajiwa kufanyika siku ya Jumatatu. Msemaji wa Wizara Mambo ya Nje Maria Zakharova pia amethibitisha kuwa timu ya Urusi itakuwa katika mji wa Uturuki kuwasilisha upande wa Ukraine rasimu ya mkataba wa Moscow inayoelezea njia kuelekea utatuzi wa amani wa mzozo huo pamoja na mapendekezo mengine ya kusitisha mapigano. Amebainisha kuwa mazungumzo hayo yanatarajiwa kuwa ya nchi mbili na kusisitiza kuwa hakuna majadiliano kuhusu Uturuki au nchi nyingine yoyote inayopatanisha mazungumzo hayo. Zakharova pia alikiri kwamba Moscow imesikia taarifa za mjumbe wa rais wa Marekani Keith Kellogg kuhusu athari kwamba wawakilishi kutoka Washington, London, Paris na Berlin watakuwepo Istanbul mnamo Juni 2. Hata hivyo, amesema kuwa Moscow haioni uhusiano wowote kati ya kuwasili kwao na mazungumzo ya Urusi na Ukraine. Na afisa wa Wizara Mambo ya Kigeni ya Urusi amesema Ukraine inawapa mafunzo wapiganaji wa kijihadi na kusaidia makundi ya kigaidi katika eneo la Sahel barani Afrika. Ametuhumu Kiev kwa kusambaza silaha zinazotolewa na nchi za Magharibi kwa wanamgambo wanaoendesha harakati zao za kigaidi katika bara la Afrika. Taitana Doglevenko, naibu mkurugenzi wa idara mambo ya kigeni ya Urusi kwa ushirikiano wa Afrika, amesema hayo katika mkutano wa 13 wa kimataifa wa wawakilishi wakuu wa masuala ya usalama huko Moscow. Wawakilishi wa nchi 104
wakiwemo wajumbe wa Afrika wamekusanyika katika hafla hiyo kujadili usanifu mpya wa usalama wa kimataifa. Utawala wa Kivu unaendelea na jitihada za kuvuruga bara la Afrika kwa kushirikiana na mitandao ya kigaidi katika Sahel, hasa kwa kutoa mafunzo na kuandaa wanamgambo. Kuna ushahidi kwamba silaha zilizowasilishwa kwa Ukraine na mataifa magharibi zimehamishwa kupelekwa kwa vikundi vya kigaidi vinavyofanya kazi katika kanda mbalimbali za kimataifa, ikiwa ni pamoja na bara la Afrika, amesema afisa huyo. Utawala wa Rais Vladimir Putin umefanya ugaidi na itikadi kali kuwa lengo kuu la ushirikiano wake wa kiusalama na mataifa ya Afrika, hasa yale katika ukanda wa Sahel ambayo yamekuwa yakipambana na makundi ya uasi wa kijihadi uliodumu kwa muongo mmoja sasa.